tayari mmeshapepewa sasa. Zuia hiyo pendo. Vita ya utambulisho. Kama ni wote kwa pamoja twende mitatu. Vita ya utambulisho. Bwana asifiwe. Amen. Vita ya nini? Vita ya utambulisho. Neno vita lina maana gani? Neno vita ni mapambano baina ya ufalme wa kiroho na ufalme wa kiroho. Kwa hiyo ninaongelea sana kiroho, siongelea sana kimwili. Amen. 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 Neno vita ni mapambano baina ya ufalme na ufalme katika ulimwengu wa roho, au tunasema ni ufalme wa kiroho. Bwana asifiwe. Ni vizuri kujua kwamba wewe ni mwana wa ufalme na Mungu amekuita ili uwe mfalme. Na nafasi ambayo unaitumikia sasa hivi ambayo Mungu hajakuita pana hiyo nafasi. Lakini sauti yake kutoka mbinguni inakuita wewe katika nguvu ya ufalme. Hebu katika nguvu ya ufalme. Katika nguvu ya ufalme. Na ndio maana Biblia iliwahi kuzungumza ikasema, nguvu ya mfalme ni watu alionao yeye mwenyewe. Mfalme anaweza kuwa na uwezo kupitia watu alionao yeye mwenyewe. Sema amen. Vita ya utambulisho ni mapambano baina ya ufalme na ufalme wa kiroho. Hata Yesu wakati anakuja duniani alikuja kama mfalme, sema amen, lakini aliyebeba nguvu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Haleluya. Kuna mambo ambayo alitoka nayo kule mbinguni, alikuja nayo moja kwa moja duniani, sema amen, ambayo kwa macho ya damu na nyama yalikuwa hayaonekani. Sema amen. So yale mambo yaliyokuwa hayaonekani, Yesu akawa anayafanya yaonekane katika ulimwengu wa kimwili. Bwana asifiwe. Na wanadamu waliokuwa nyakati zile walionekana wamefungwa, sema amen, na ufalme wa giza katika ulimwengu. Na kwa sababu wamefungwa na ufalme wa giza katika ulimwengu wa roho, sema amen, madaktari hawakuwa na uwezo wa kupigana vita ya ufalme wa giza. Wasomi hawakuwa na uwezo wa kupigana vita ya ufalme wa giza. Waandishi hawakuwa na uwezo wa kupigana vita ya ufalme wa giza. Hata wazee wetu hawakuwa na uwezo wa kupigana vita ya ufalme wa giza. Ndipo Mungu akaipenda ulimwengu. Akaupenda nini? Kwa nini Mungu aliupenda ulimwengu? Nisikize kwa makini sana. Mungu ulimwengu ni mifungo. Sema amen. Ulimwengu ni nini? Sasa alipoona mifumo ya ulimwengu imeharibika. Halo? Sema amen. Hapana mwanadamu yeyote aliyekuwa katika nchi kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu aliye katika mfumo wa ulimwengu katika ufalme wa giza. Sema amen. Zaidi sana wazee wetu waliendelea kuendeleza mila za zamani. Maana yake waliendelea kuwafanya wale watu zile zao ziendelee kukaa chini ya kule ufalme wa giza. Sema amen. Na ndio maana unaposoma Maombolezo 5 mstari ule wa 7 wa 8, Biblia inasema hivi: baba yako alifanya dhambi hata hayuko, na sisi tumeyachukua maovu yao. Watumwa wametutawala na wala hatuna mtu wa kutuokoa. Maana yake vizazi vinatembea ndani ya matatizo. Sema amen. Kwa sababu ya ufalme wa giza ambao baba yako hakuwa na namna ya kuokoa.
hakuwa na namna ya kutengeneza, na badala yake aliendelea kukaa chini ya hukumu. Kwa hiyo wale waliozaliwa na yeye wakaendelea kuzamishwa ndani ya ufalme wa nini? Wa giza. Hebu sema ufalme wa giza. Lakini ufalme wa giza hauwezi kupanda ndani ya maisha ya mwanadamu. Sema amen. Pasipo kufanya vita na mwanadamu. Pasipo kufanya vita na nani? Na mwanadamu. Nisaidie kusema amen. Hauwezi kuingia pasipo kufanya vita na mwanadamu. Lazima ufanye vita na mwanadamu, na huyo mwanadamu ashindwe, ama ashindwe kwa sababu ya uelewa wake, ama ashindwe kwa sababu hajui kabisa. Na pindi utakapofanikiwa, maana yake ufalme wa yule mwanadamu uliotakiwa kumletea faida katika maisha yake au katika kipindi cha uhai wake, sema amen, anajikuta sasa hawezi kuona tena yale maisha. Kwa nini? Kwa sababu vita imepiganwa. Wakati vita inapiganwa, yeye anasema hali ni mbaya. Wakati vita inapiganwa, yeye anasema ndoa yangu ni ngumu. Wakati vita inapiganwa, yeye anasema maisha yangu ni magumu. Wakati vita inapiganwa, yeye anasema mume wangu hanielewi. Wakati vita inapiganwa, yeye anasema ndugu yangu hali ni tete. Ni vita ya ufalme inapiganwa. Sema amen. Sema amen. Sema tena 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 amen. Sikiliza kwa makini sana. Ufalme unapopambana na mwana wa ufalme, ule ufalme ndani ya mwana wa ufalme unaangalia ndani yake kuna kitu. Hebu sema ndani kuna kitu. So ufalme unapokuja kupambana na wana au kupambana kwenye eneo lako, ndani yako kuna kitu ambacho wewe mwenyewe ama unakijua ama ukijua. Hadi ufalme ufanikiwe, manake ndani yako kuna kitu. Hebu sema ndani yangu kuna kitu. Sikiliza, sema tena ndani yangu kuna kitu. Kwa hiyo ule ufalme unapoingia ndani yako, ndani ya Salome, ndani ya Eliza, ndani ya Lea, ndani ya Helena. So pamoja Helena anaona mabadiliko ya maisha. Sema amen. Lakini nyuma ya Helena kuna ufalme unaokodolea macho kile kilichomo ndani ya Helena. Na mtu ananielewa hapa? Ungenielewa ungesema amina hiyo shiba. Ungenielewa tena ungesema amina hiyo shiba. Kwa hiyo ule ufalme hauishi kwa sababu unajua sana kufanya kazi. Haupambani kwa sababu unajua sana kulea watoto. Unapambana kwa sababu ndani yako kuna kitu. Unapambana kwa sababu ndani yako kuna nini? Na hicho kitu kilichomo ndani yako kimeibeba hatima ya maisha yako. Na kilichomo ndani yako ndicho kilichoibeba hatima ya maisha yako. Sikiliza vizuri. Hatima ya maisha ya mwanadamu inabebwa ndani ya kitu kilicho ndani yake. Si amina, mbona nitogo sana sisi. Hatima ya mwanadamu inabebwa na kitu kilicho ndani yake. Tunasoma ndiko nasema hivi. Ndani yake Yesu, humo ndani yake ndimo ulimo kuwemo uzima. Na huo uzima ndani yake ni nuru ya watu. Tunaanza kuelewana vizuri? Basi ndani yake Yesu alikuja kama mwanadamu. Yesu akatembea kama mwanadamu.
Bwana asifiwe. Ndani yake kuna kitu. Biblia inasema kile kilichokuwa ndani yake, uzima. Si tu uzima wa mtu mmoja, Biblia inasema uzima wa watu. So uzima haukuwa unapatikana nje. Uzima unapatikana ndani yake. Amina. Amen. Hivi tunaelewana vizuri tu? Na kama uzima ungekuwa unapatikana nje, hata mimi ningepambana na vya nje. Hata mimi ningesababisha vya nje. Hata mimi ningeshughulika na vya nje. Hata mimi ningeelewa na vya nje. Hebu sema ndani yake. Rudia tunasema ndani yake. Rudia tunasema ndani yake. Ndani yake. Si nje yake. Ndani yake. Sasa ni kitu gani ambacho ufalme wa giza una uwezo wa kukiona ndani yake? Ufalme wa giza una uwezo wa kukiona ndani yako. Ni kitu gani hicho? Piga kelele, sema utambulisho. Naongea na wagonjwa, sema utambulisho. Rudia tena, sema utambulisho. Hatima ya mwanadamu imebebwa na hiki kitu ndani yako, kinaitwa utambulisho. Inaongea na watu kweli hapa? Bwana nahisi kuaga mwende nyumbani. Amen. Amen. Ndani yako kuna kitu kinaitwa utambulisho, ambao unapotafuta hatima yako, hatima yako imebebwa ndani ya hicho chombo kinaitwa utambulisho. So tunapozungumza hiyo utambulisho, nataka uione kwamba maisha fulani huwezi kuyapata hadi ujue utambulisho unatendaje kazi. Biashara fulani huwezi kufanya hadi ugundue utambulisho unafanya kazi. Weka mkono kichwani, sema katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru sana kwa ile neema yako. Kuanzia sasa namlazimisha shetani na malaika zake, sema fire kwa jina. Sema fire. Sema wewe shetani unaipigia makelele na kuagiza kuanzia sasa una mamlaka kwa jina. Usipojichuni kwenye akili yako, utanisikia ninakusimamisha hapo ulipo, nakwambia simama. Alafu nakwambia sikiliza, ibada huko umesimama. Bora usiandike. Jichuni vizuri. Na wewe hapa nafanya kazi. Baba atanilipa. Jichuni vizuri, mimi naona. Jichuni akili vizuri. Mlazimisha shetani kuchosha. Nimefundisha mambo 6 sasa hivi, nikiuliza swali hata moja hauna jibu. Halo? Ndani yako kuna kitu kinaitwa utambulisho. So utambulisho ndani yako ndio umebeba hatima yako.
Grace, hatuwezi kuipata kwa rahisi, hatuwezi kuipata kwa chuma. Tunaipata ndani ya utambulisho ulio ndani yako. Sikiliza, kuna namna Mungu anawatengeneza watu, na anapotengeneza ndani yako anaweka vyombo. Vile vyombo anavyoviweka, kila chombo kina kazi yake. Ni kama unavyoona nyumbani kwako. Amen. Kwenye ile jagi huwezi kupakulia msosi wa mmeo. Amen. Bwana asifiwe. Kwenye sahani ya familia huwezi kumwekea mumeo kwenye ile sahani chakula. Ni chombo kinachotumika kwa sehemu yake na kina heshima yake. So vile ndani ya mwanadamu. Sasa tunapoongea kwa habari ya namna yako ya kesho, habari ya namna yako ya ndoa, habari ya namna yako ya watoto wako, habari ya namna yako ya biashara ya fanya, habari ya namna yangu juu ya huduma nilionayo, lazima utambulishwa, utende kazi. Chombo kinachoweza kuamua namna yangu ni utambulisho ulio ndani yako. Yesu alisema katika nyumba kubwa kuna vyombo vingi. Kuna vyombo vya shaba, kuna vyombo vya miti, kuna vyombo vya dhahabu, kuna vyombo vya udongo, kuna vyombo vya heshima. Katika nyumba kubwa kuna vyombo. Mwili ni nyumba. Humu ndani kuna vyombo. Unaona miguu hii, unaona wewe inanyanyuka tu, lakini humu ndani kuna springi ambazo zimesetiwa, na kazi yake ni kukimbia, na kazi yake ni kubariki, na kazi yake ni kuleta kumiliki nyumba, na kazi yake ni kuhakikisha amani ya maisha yako. Hiyo kazi Mungu ameweka chombo ndani ya miguu. Sema amen. Ona maiki yako iseme vizuri. Sema tena amena. Weke betrio. Sema tena amena. Weke betrio. Sema tena amena. Sema tena amena. Sema tena amena. Kwa hiyo chumba kinachoweza kuamua kesho yako itakuwaje, ndoa yako itakuwaje, maisha yako yatakuwaje, watoto wako watakuwaje. Simama, piga kelele, sema utambulisho. Na kama kimeibiwa leo ilikuwa hicho chombo kinachoweza kuamua kesho yako inatakiwa iweje, kesho yako inatakiwa iweje. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuamuliwa kesho yako na jirani yako unayemjua. Hauwezi kuamuliwa kesho yako na mtoto wa mama mdogo. Hauwezi kuamuliwa kesho yako ati kesho yangu haiamue Pastor Mungu. Nakwambia haiwezekani. Aliweka mmoja tu ili wengi wainuke. Aliweka mmoja tu ili mapepo yapigwe. Aliweka mmoja tu ili wanyaraki wake wasimame na waruke mkeka. Haleluya. Sikiliza vizuri. Sikiliza vizuri. Nilikwambia Jumatano utambulisho unaanza na mimi. Nilikwambia batikesi unayoishi ni kwamba haujui nguvu ya utambulisho. Haujui wachawi wamekupigaje kwenye utambulisho. Haujui majeshi ya kuzimu yamekupigaje kwenye utambulisho. So unajikuta kila kunapokucha afadhali kujinyonga, kila kunapokucha afadhali ya jana. So akili na kudanganya kwamba baada ya hapa kuna maisha mengine yanakuja. Nisikilize, maisha mengine ni sahihi, yanaweza kuja, lakini kuna kanuni za kuanza kujihudumia. Wewe useme amen. Kuna kanuni za kuanza kufanya nini? Kujihudumia. Kuna kanuni za kuanza kuzielewa.
Ukizielewa hizo kanuni, utaanza kuona ile formula iliyokuwepo mwanzoni inabadilika yenyewe. Ile tabia ya ndoa iliyokuwepo mwanzoni inabadilika yenyewe. Ile tabia ya huduma iliyokuwepo mwanzoni inabadilika yenyewe. Nisikilize nikwambie, na hata unaponisikia ninaongea sasa hivi, kuna sheria iliyokuwa inapambana na kapanga, lazima ibadilike kwa jina la Yesu Kristo. Na hata kama usemi amene, niko hapa katika jiji la Mwanza, lakini Iringa wananielewa, Nisome wananielewa, Njombe wananielewa. Nikisema tambulisha, unatenda kazi katika ulimwengu wa roho kuja mwilini. Sema amen. Kwa hiyo wachawi wanaangalia ile nguvu ya utambulisho ili waharibu hatima ya mtoto wako, waharibu hatima ya ndoa yako, waharibu hatima ya miaka. Nimeongea jana na vijana nikamwambia hivi, sema amen. Asante sana mliokuja. Nikamwambia maisha yanaamuliwa na miaka. Maisha hayaamuliwi na kuzaa. Kuzaa sio kesi, miaka ndiyo kesi. Vizuri, kuzaa sio kesi, miaka ndiyo kesi. Na hata ambao mkuja jana, ndio maana mmeliacha neno limeondoka. Mimi nakutambulisha katika ulimwengu wa roho. Kama shetani alitumia kigezo cha kuzaa ili akusubaisha kwenye mapombe, akusubaisha kwenye umasikini, nataka usimame useme shetani, fungasha milango yako. Hautaweza kunichelewesha katika sehemu hiyo. Sema fire. Wapia siaka mkia wako. Hautanichelewesha kwa jina la Yesu. Amen. Nachelewaje kwa mfano? Kisa tu umezaa vitoto viwili, kisa tu vitoto vitatu, kisa tu vitoto vinne, kisa tu vitoto vitano. Mungu anataka uzae 12. Ukishafika 12 ndio aanze kusema huyu anatimiza kanuni yangu na sheria yangu. Sasa tutoto tuinne tu tayari, mwanaume anakuchanganya, mwanamke anakuchanganya. Nisikilize, huo ni utambulisho unapotea. Na kwa sababu wewe hujui, anaona pale alipokukalia ndio penyewe. Nataka usimame umkatalie, useme na kukatalia kwa damu ya mwana-kondoo. Umwambie shetani na kukatalia, hautanidanganya kwa kuzaa. Kuzaa nimezaa, maisha yangu bado yapo. Kuzaa nimezaa, utaji wangu bado upo. Kuzaa nimezaa, na ushindi bado unao. Pigia Yesu makofi na umuke juu, sema yeye. Utakupambanulia hii dunia hadi itakapoachia maisha yako, hadi itakapoachia afya yako, kwa sababu tumeuawa kwa vitu vya kijinga sana. Wale watoto walitakiwa kuchanua kwanza. Kama umepata mtoto kwa bahati mbaya, ulitakiwa ujidai sana, useme sasa kitoto changu nitakulea kama ipasavyo. Hautakaa kizee. Jambo la ajabu, eti mwanaume anakuchakaza na wewe unachakaa. Hivi sinaongea na mtu hapa? Kisa yetu na watoto wawili, eti watoto watatu, eti watoto wanne. Hii ni salamu inakuja kwa ajili yako. Lazima uwe tayari kunyanyuka, wewe na watoto wako. Lazima uwe tayari kufuata utambulisho, wewe na watoto wako. Lazima uwe tayari kufuata utambulisho wa ndoa, utambulisho wa kazi, utambulisho wa miaka, utambulisho wa uchumba. Kama kuna watu wako hai hapa, nasema wabushakatatata, lazima uwe tayari. Piga kelele, niko tayari. Hapana kuchakaa tena. Baba watoto ameondoka, hajaniachia hata mswano. Chapa raba, wewe sio tapeli. Nisikilize, iangalie miaka yako. Miaka yako inasomaje? Sio watoto wanasomaje. Miaka yako inasomaje? Inasoma 30. Na ndio maana umekaa hapa usisema amina. Miaka yako inasomaje? Inasoma 40. Ikisoma 40 kurudi chini hapa, wewe bado ni shujaa. Lazima upigane vita ya kuamua. Wewe bado ni askari. Lazima upigane vita ya kuamua. Wewe bado ni komando. Lazima upigane vita ya kuamua. Na shangaa mabinti wamekaa hawajajielewa bado.
kuchosha, mnakuwa chenye watu eti kisa nimezaa. Katoto kamwingi na kufungia milango. Ulipendwa haupendwi tena, ulichumbiwa hauchumbiwi tena. Nisikilize nikwambie hivi, kinachosomeka sio watoto, kinachosomeka ni miaka yako. Wewe ni nani ndani ya miaka gani? Unajua hii salamu naongea kwa ajili ya mashujaa waliozibeba chapa za Daudi, wanazibeba chapa za Gideoni, wanazibeba chapa za Gideoni katikati ya majeshi wakubwa, watu wenye silaha. Piga kelele ya shia, utambulisho wa familia kwa shina. Nataka utambulisho wangu, nataka utambulisho wangu, nataka utambulisho wangu. Kama walichukua utambulisho wangu wakaupeleka Iringa kwa mzee Mnyehanga kwenye zizi la ng'ombe, mimi Joshua nimesimama kama shujaa. Nataka utambulisho wangu. Wamechukua utambulisho wangu wakaupeleka Msoma, eti kisa nilienda kuombea watu na waambia watu wa Msoma. Nataka utambulisho wangu. Wasukuma mnielewe, Wakuria mnielewe, Wakaya mnielewe, Watuambea mnielewe. Nataka piga kelele, nataka. Ndio. Alinitelekezea watoto, kwa hiyo Leba nilienda mwenyewe. ulienda Leba na huyo aliyekutelekezea watoto? Nilienda mwenyewe. Niliambiwa mama sukuma. Amina. Pakizia kesi mahali ambapo sio penyewe. Jina yako yameshafika mwanangu. Lazima uinuke kwa jina la Yesu Kristo. Lazima uinuke kwa jina la Yesu Kristo. Na uingie kwa habari na utambulisho wa maisha yako na umri wako na miaka yako. Haijalishi kuna mfalme yeyote aliyeinua mapembe yake kwenye familia. Hebu kamata nyundo ya moto, useme na kuipua. Mwambie Jumapili yuko mtoto wa Simba hapa. Kaingia mawindoni. Kaingia manini? Mawindoni. Kaingia mawindoni. Na kuanzia leo hii utaona malaika wa mawindo wanadai utambulisho wa Msandete, wanadai utambulisho wa Gideoni, wanadai hatuwezi tukaita Tanzania hii ati majina tu, majina yasiyokuwa na matunda. Nakwambia hivi, Mungu alipoangalia familia nzima akaona haina utambulisho, akamwambia hivi, wewe Gideoni ondoka, lazima ukajifanya hii familia iwe na utambulisho kama inavyotakiwa. Sema ndani yangu kuna kitu kinaitwa utambulisho, kimeweka ndani hatima ya maisha yangu. Haiwezi kubadilika hatima kama utambulisho huu haujatoka nje, katika jina la Yesu. Hapo ibadilisheni katika sema neno. Ni jambo ambalo haliwezekani. Ni jambo ambalo utajuaje utambulisho wako uko dhaifu? Watu wanakusemaje? Vita unazokutana nazo na majibu gani? Moyo wako unakusukuma kufeli, kushindwa au kufanya nini? Unaionaje hali ya familia? Unaona one day watakuwa ni washindi au unaridhika na hali? Ukishaona unaridhika na hali, una majibu wewe. Utambulisho huu yuko mwanadamu anautumia. Sema amen. Nilipokuwa nikiomba nikaona utambulisho wangu umebeba trilioni 1. Unanielewa vizuri? Huwezi kunielewa sababu wengine nimeongea kama Kiingereza. Trilioni baba tunasonga. Unanielewa eh? Usifikiri nimebeba milioni 1 hapa. Umebeba tiba. Hivyo unavyoniona hapa. Sema amen. Utambulisho haujabeba hicho. Haujabeba hicho. Utambulisho hapa nilipo nakwenda sawa sawa na utambulisho. Wanaozidi kunisema wanaongezeka.
Najaribu kuweka takwimu wanaosema kwa mazuri na mabaya. Ni wangapi wanaosema kwa mazuri na mabaya? Ninaona wanaosema kwa mazuri ni wengi kuliko wanaosema kwa mabaya. Hili ni hakika. Ni hakika. Msalaba utalipa uhakika wa kushinda. Wewe kupiga makofi wewe hata siku moja. Halo. Amina. Hii amini usiamini. Msalaba utalipa uhakika wa kushinda. Mwangalie mwenzako kwa macho ya asili. Mwambie utambulisho wako umebeba hatima gani? Na sasa hivi unaona nini? Utambulisho, unasikia mtu anakuambia utambulisho wangu umebeba sadaka ya buku. Baba mchungaji, hata kama ningejitahidi, wacha nikwambie mtego huu. Wacha nikwambie mtego huu. Baba mchungaji, hata kama ningejitahidi, mimi sadaka kwa Bwana lazima nipeleke tu buku. Yaani pamoja mchungaji unahubiri injili nene. Unahubiri sadaka kuinuliwa na imani ya kuinuliwa. Lakini mimi piga huwa sijawahi kufanikiwa kuweka zaidi ya 2000. Kinaitwa kikomo cha hatima yako kwa ndani ya miaka yako inavyozidi kwenda. Kwa sababu ili miaka ibadilike, lazima upande standard ya kiwango. Na kusema upande standard ya kiwango, si tu kuongea. Kuongea lazima upande. Kuamua mambo lazima upande. Mitazamo yako lazima upande. Lakini pia utoaji lazima upande. Lazima ujiulize maswali. Kesi iliyokutokea mwaka jana na mwaka huu inakutokea. Utambulisho haupo. Nisaidia kusema amen. Utambulisho haupo. Nisikilize kwa makini sana. Nimesema utambulisho umebeba hatima yako. Maana yake ni chombo. Hivi kuna mtu ananielewa hapa? Kama wewe piga sikio la kushoto na kulia. Tambulisho. Wewe unatafuta uzuri wa jambo lako. Uzuri wa jambo lako unapatikana ndani ya utambulisho. Na huu utambulisho ni ndani yako. Kuna kifaa kama ndani yako. Kamewekwa na Baba. Sasa kamebeba hatima. Sema ili niwe rais, kuna kifaa ndani ninachotembea nacho. Hata kama wananizuia, mimi nakisukuma mpaka kilete matokeo ya kuwa mimi rais. Ili niwe mfanyabiashara mkubwa, ndani yangu kuna kifaa. Kwa hiyo mimi nakisukuma. Nitafanya kampeni kwa wateja. Sasa kunielewa? Amen. Sema amen. Ndio maana wanasema kwa wahubiri, kama unaamka asubuhi mpaka sasa hivi hujaongea na mtu baki, una tatizo kubwa. Hujamshawishi, hujafanya kampeni. Shetani anafanya kampeni kila wakati. Anasema Maka asije kanisani. Anasema Sia asije kanisani. Mke wa Boniface asije kanisani. Anasema Rebeka achelewe kanisani. Anafanya kampeni ya utambulisho wake ili akutambulishe ndani ya matatizo. Amen. Ili akutambulishe ndani ya magonjwa. Amina. Yaani namna gani utaipokea vita aliyebeba mume wako anakufanya usiende kanisani. Ili vita ile itakapokuja lile tumaini hauna tena. Amina. Sisi kama naongea na watu hapa. Kwa hiyo anafanya kampeni. Anasema anafanya kampeni. Kwenye idara ya shetani waelezi wapo. Kwenye idara ya shetani mawakala wapo. Kwenye idara ya shetani na wanaohesabu kula wapo. Anafanya kampeni. Kifanye nini ili huyu mtu asiwe na amani? Anasema kwa jina la Yesu. Sasa kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila kampeni ya shetani naipinga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nataka nisikie sauti za kishujaa. Sema kwa jina la Yesu. Naivunja mbali mikakati yote na agenda zote za shetani kwa jina
mpendo hata mmoja. Hujamwambia usikose ibada ya leo, hujamwambia usikose ibada ya Jumapili. Umeamka tu kama ulivyo, lakini tunatafuta wewe. Wewe unajitafuta, sio unatafuta, unajitafuta. Yaani kama ni chakula unajishindilia mwenyewe, umesema mpaka watoto. Sikiza kwa makini. Ikiwa shetani anafanya kampeni, je, mimi kampeni anayofanya shetani ni ya utambulisho kwa staili yoyote anaifanya ili ajulikane. Baa haziwezi kuongezeka kama shetani hajafanya kampeni. Magomvi kwenye familia hayawezi kushinda kuongezeka kama shetani hajafanya kampeni. Laana zitaendelea kwa imara kwa sababu shetani anafanya kampeni. Sema kila kampeni ya shetani, na kalenda zake na agenda zake nazipiga katika nchi hii, katika eneo langu, katika familia yangu, kwa jina la Yesu. Kwa sababu ndani yako ni mtu wa aina fulani, kwa hiyo ana kibanda kile kinachokuwakilisha wewe ni mtu wa aina fulani. Anakusaulisha, unakuwa kama vile kuwajinga. Yaani tokea kumekucha unashughulika na mambo ambayo hata hayapo, hayana faida juu yako. Tokea umeamka anakuleta kanisani, wanawaza umehangaika na nini. Niliwaambia mashujaa jana, Mungu anaangalia kipaumbele chako. Mlango wa uwe ni mtu wa namna gani ni kipaumbele chako. Kipaumbele gani? Utafuteni kwanza ufalme na hayo mengineyo mtazidishiwa. Umetafuta nini? Unaamka tu na madeni. Watu wanaokuchanganya ndio umeamka nao. Wanakuzima, wanazidi kukuteka. Chumba alikusingua jana, leo umeamka naye. Hivi vipi? Unaishi wewe ndio yeye? Sio yeye. Mimi ni mimi. Kuna agenda imeandaliwa kwa ajili yako. Amen. Kila itwapo leo. Amen. Na ndio maana anguko huwa liko ndani ya siku hii. Siku ya uovu. Inaitwa siku ya nini? Siku ya uovu. Amina. Kuna agenda inatembea na wakati wako. Amen. Mungu anajua wakati huu lazima Malele ni muinue. Amen. Agenda za kampeni ya shetani zinasema no. Kinachotokea kwa Malele, ibada moja tu inapitanisha na muujiza. Amina. Anabaki anasikia. Amina. Amina. Ibada moja tu ndio ilikuwa muujiza wako. Lakini hujawepo. Amina. Sema amen. Amen. Lakini hujawepo. Hivyo unadhani vile anavyotembea Eliza, unadhani hapa nikimuuliza maswali maana Mungu yuko pale kweli? Kwa sababu akili iko inamtembeza mtoto. Hivi nadhani hata kama nataka nitoe utambulisho, utatoka kweli pale? Kwa sababu ninajua namna ya watu walivyokaa, wanasikiliza nini linalowagusa na wanataka kutoka. Najua namna ambavyo watu wanakaa. Amina. Na Mungu alinipa elimu. Mtamjuaje mtu anayesikia neno linakaa? Amina. Halafu akitoka hapa anaenda nyumbani kulifanyia kazi. Amina. Tajuaje? Kwa Eliza anatembea na mtoto pale, hasikii neno. Ni mwanangu, namwambia kweli. Nimemwambia hivyo ili asikie kwamba akiwa kwenye ibada ni very serious. Yaani kwanza mtoto kumsumbua ni kama usumbufu. Afadhali ajiandae aje na pipi jojo. Sema mimi kama uweze kununua nitakufungulia na mimi duka hapa ili uweze kununua kwa kapanga, si ndio? Amina.
Yaani umejipanga kabisa matini kwamba wewe katoto ninaenda ibadani. Ninaenda wapi? Ibadani. Sio nifika pale ibadani mara kana kuondoa kwenye ibada kana kupeleka eti unadhani akili kwa hapa? Sio ungebeba pipi kama una akili. Kuna watu Mungu atawainua hapa kwa jina la Yesu. Kuna watu Mungu atawainua hapa kwa jina la Yesu. Kuna watu Mungu atawainua hapa kwa jina la Yesu. Amina saba zenye uhai. Haleluya. 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 Petro wa kwanza 2:9. Petro 2:9. Biblia inasema, bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita. Naomba kanisa lote tuseme yeye aliyetuita, tutoke gizani tukaingie katika nuru yake ya ajabu. Sema yeye aliyetuita pamoja. Naomba sauti yako, sema yeye aliyetuita. Rudia tena, yeye aliyetuita tutoke gizani tuingie ndani ya nuru ya ajabu. Sema yeye aliyetuita, yeye aliyetuita tutoke gizani tuingie katika nuru ya ajabu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Nataka ujifunze vitu kwa uhakika. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwamba huyu ni Yesu. Amen. Amen. Anatuita tutoke katika nuru ya nini? Tutoke gizani. Amen. Sasa hebu tunaanza kuwazana hapa. Ni nini kilichokuwa gizani? Halafu anasema tuingie ndani ya nuru. Sio tu nuru ya kibatari cha nyumbani. Amina. Ni nuru ya ajabu. Maana yake ni maisha ya kushangaza, kwamba hivi nyumba ya Mama Paulo tulikuwa tunaiona imekaa center, sasa hivi limekuwa ni jumba la kifahari namna hii. Hiyo ndio inaitwa nuru ya nini? Kama sijaona watu wa Mwanza wanakimbilia hapa wote, sijapata nuru ya ajabu bado. Tunaanza kuelewa? Maana yake kuna wanadamu wana nuru lakini sio ya ajabu. Lakini je, ni kitu gani hiki ambacho kitoke gizani? Unadhani ni mwili wangu? Unadhani ni macho yangu? Unadhani ni nguo zangu? Utambulisho wako unaotakiwa ukutambulishe kuwa wewe ni mtu wa ajabu, huo upo gizani. Leo tutaufuata kwa jina la Yesu Kristo. Na kwambia nitaufuata leo kwa jina la Yesu. Na kama unaongea mimi sema naufuata. Sema naufuata. Wapigie kelele shetani naufuata. Piga kelele sema naufuata. Sema naufuata. Petro wa kwanza 1:20. Nuru ya ajabu, utambulisho utoke gizani. Kumbe utambulisho unaweza ukaondolewa kwako ukapelekwa wapi? Maana yake ni nini? Watu wa giza wanaanza kuutumia. Hebu sema watu wa giza wanaanza kuutumia. Watu wa giza wanaanza. Na mwishike vizuri hii. Utambulisho wako unaweza ukaondolewa na ukapelekwa gizani. Ukishapelekwa gizani, watu wa giza wanaanza kuutumia. Hebu sema watu wa giza wanaanza kuutumia. Watu wa giza wanaanza. Watu wanaopenda waganga, wanaopenda ramli, wenye tamaa, wasoma nyota, wapiga ramli,
na kutangazia kila mtu wa giza anayetumia utambulisho wako, leo hii kitaeleweka kwa jina la Yesu. Kwa sababu ukisema amen inakuwa kwa Yesu. Nasema leo hii kitaeleweka kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote yule anatumia utambulisho wako, awe mjomba, kitaeleweka kwa jina la Yesu. Awe shangazi, kitaeleweka kwa jina la Yesu. Awe binamu, kitaeleweka kwa jina la Yesu. Awe ni mdogo, kitaeleweka kwa jina la Yesu. Awe mume wako, mke wako, kitaeleweka kwa jina la Yesu Kristo. Mimi naongea kwa habari ya watu wa giza. Unajua ukisema amina, ninaona cheche za moto zinakwenda. Anatumia yeyote, anatumia mtu wa giza. Hebu leo nawatumia risasi na mizinga ya moto, wapasuke. Wanaoongea mimi simama, sema pasuka. Lazima tuwe na kesi. Kuna wanawake na waona unaposema amen, wanatumia utambulisho wa ndoa yako. Ni watu wa giza, wanakesha kwa waganga, wanakesha kwenye ramli, lakini wanatumia utambulisho wa ndoa yako. Kuna mtu amekaa hapa, wanatumia utambulisho wa huduma yako. Ni wanawake na wenyewe wanatumia utambulisho wa hatima yako, huduma yako. So kile unachokifanya, kuna watu kabisa ni wa giza. Huko ndiko Yesu aliona utambulisho wa watu huko, akasema lazima tutautoa. Hebu sema lazima tutautoa. Lazima tutautoa. Na hata jioni anaongea na watu wa imani, sema lazima tutautoa. Lazima tutautoa. Sema tena lazima tutautoa. Lazima tutautoa. Kwa hiyo watu wa giza wanaanza kuutumia. Watu wa giza wanatumia ule utambulisho. Unajiuliza, mwanao amesoma sana, amesoma uhandisi, ana master, ana PhD, ana ualimu, lakini unawaza mbona utambulisho wa kupata kazi ya ualimu haupo? Lakini unawaza mbona utambulisho wa kuwa mfanyabiashara kama anavyoongea mbona haumo? Unaanza kuwaza zile ndoto zako za kwanza zilienda wapi? Nini? Kuna watu wa giza kabisa. Hebu sema kuna watu wa giza kabisa. Naongea na mtu ametoka kwenye familia. Amina. Na ile familia yake kuna mtu wa giza kabisa. Amina. Ambaye kazi yake ni kuchukua utambulisho wa watoto waliosoma. Kuchukua hatima za watoto waliosoma. Amina. Sijui kama tunaelewana vizuri. Amina. Kwa hiyo wanapelekwa moja kwa moja kwenye giza. Kwa hiyo watu wa giza, hebu sema watu wa giza. Watu wa giza. Yaani naongea sasa hivi, nataka moyo wako ubadilike. Amina. Kwamba ile kesi ya nje ni watu wa giza. Amina. Ile vita ya nje ni watu wa giza. Amina. Watu hujanielewa. Watu wa giza ni watu gani? Inawezekana mumeo ni mpenzi sana wa waganga wa kienyeji. Huyo ndio naye nilisema ni mtu wa giza. Inawezekana baba yako mkubwa ana mahela mengi sana lakini na kanisani haendagi. Akitoa misaada, anatoa misaada kwenye dini. Anatoa misaada kwenye nini? Huyo ndio naongelea ni mtu wa giza. Sema amen. Kwamba huyu Mungu mwenye nguvu kwenye maisha yake hayumo. Hivi kuna mtu ananisikiliza sasa hivi, siku sio nyingi utakuwa na kesi na mtu anayemjua. Amina. Unanielewa? Akikuanzishia hiyo kesi, wewe endelea kung'ang'ana, utambulisho wangu na utaka. Amina. Wewe pambana, utambulisho wangu na nini? Na utaka. Wewe kazana, utambulisho wangu na nini? Na utaka. Hivi kuna mtu utainukiwa na jirani. Amina. Huyu jirani amekuwa mjanja wa siku nyingi sana. Amina. Sema amen. Amina. Uliona siku ya Jumatano wale wanafunzi wanavyoanguka. Kimsingi wanasoma, mwalimu anang'ang'ana kuwatoa. Sema amen. Lakini ukweli kuna kajirani kamekamata utambulisho wa elimu zao. Amina. Bwana asifiwe. Kuna kajirani kamekamata utambulisho wa nini? Wa elimu zao. Kajirani kale ukikauliza twende kanisani kwetu, kanakwambia wewe huko siji. Mimi mwenyewe ni Mkristo. Ni Mkristo kabisa mimi mwenyewe. Kwa lazima yote nimefunga. Yote mimi nimefunga ndugu yangu. Ni Mkristo mimi. Sio Mkristo, Mkristo. Kwa lazima yote nimefanya nini? Nimefunga. Mimi ndugu yangu mimi, yani mimi wenzako ni Muislamu pure.
huko siwezi nikaja. Sio hawezi kuja, anagundua namna unavyomtupia mizinga, kwa anajua ukija. Nilimwambia mama moja jana kwamba mama, sikiliza, ni mume wako yule yule ulipokuwa unaanza kuja hapa alikuruhusu. Ni mume wako huyo huyo ameona nini amekukataza tena. Nisaidie kusema amen. Ni mtu huyo huyo. Ina maana alipokuwa anaruhusu uende alikuwa haelewi kule kuna hali gani. Amekuacha na wala yeye hajaja, anazidi kuona joto linatokea. Wakati joto linalotokea, nifanye nini? Niende kwa mganga wa kienyeji nikapige ramli. Akipiga ramli tu aseni huyo mke wako huko anakoendaga sio kuzuri. Pigie Yesu makofi, sema ninakoendaga ni kuzuri kwa jina la Yesu. Sema ni kuzuri kwa jina la Yesu. Unashangaa ni huyo huyo aliyekuruhusu, ni huyo huyo anakutukana. Mwambie mwenzako umekutana nacho hicho. Hilo ndio jibu lake. Usifikiri anakuzuia kwa sababu ya nini. Unanielewa eh? Tuliwahi kuwa na washirika hapa wapo mpaka sasa. Ni mwanaume kabisa alimchukua msobe twende kwenye kanisa la Kapanga. Tunasikia kule wanaomba akaleta. Alifikiri ni mchezo. Utambulisho uliponyenyuka ukamfuata mpaka kule aliko. Anapoanza kuona kuna vitu vinambana, anaenda kwa Kalumanzira. Kalumanzira anamwambia huko anakoendaga huko. Unasikia vita inaanza kuanzia kwa huyo. Huyo ndio michosho. Hebu sema na kutandika kwa jina la Yesu. 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 Wapigwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo umeshaelewa, kumbe utambulisho unaweza ukatumiwa na watu wa nini? Wa giza. Utambulisho wako unaweza ukatumika na watu wa nini? Wa giza. Utambulisho wako unaweza kutumika na watu wa nini? Wa giza. Unatakuta kababa tu kwenye familia, nikakorofi balaa, yaani kana vurugu balaa. Nini? Nikamtu kagiza kana. Nikamtu kanini? Unatakuta kamama kabisa, yaani kenyewe mema, kenyewe kana tafasiri mazuri ndio mabaya. Yaani unashindwa kuelewa, hivi huyu anajua hatima ya watoto wake? Mbona anajichanganya kama vile mtu wa miaka 16 ama 18? Kinachoendelea kwenye hatima yake hakiendani na umri wake alionao. Mwambie mwenzako nikamtu kagiza kale. Hata kama unataka kusema sema nikamtu kagiza kale. Lazima kavunjwe meno leo. Leo lazima kavunjwe meno leo. Mimi nasema lazima kavunjwe meno leo. Hata kwenye eneo langu lazima kavunjwe meno leo. Mimi nasema lazima kavunjwe meno leo. Utambulisho wangu lazima uachie. Sina majadiliano katika haya. Hata unapokuja Jumapili, utambulisho wangu lazima uachiwe. Lazima nijulikane kama mbingu zinavyonisema. Lazima mambo yatokee kama mbingu zinavyosema, sio kama wanadamu wanavyonisema. Kama mbingu zinavyonisema, ndivyo inavyotakiwa kujulikana katika ishi. Haiwezekani unabii unasema wewe utainuliwa, lakini kila siku unasinyaa, kila siku marumbano, kila siku uharibifu. Nini? Wamekaba utambulisho. Kwa wanapokamata utambulisho watu wa giza, wanaamuru nguvu ya giza ya kifalme inaanza kutembea na wewe. Hebu sema naiondoa kwa jina la Yesu. Pigwa. Sema pigwa. Pigwa. Kuna mambo yanaondolewa katika ulimwengu wa roho hapa. Amina. Sema amina. Amina. Kuna mambo yanaondolewa katika ulimwengu wa roho hapa. Amina. Kuna mambo yanaondolewa katika ulimwengu nini? Wa roho. Kuna mambo yanaondolewa katika ulimwengu wa roho. Amina. Kwa hiyo umeshaelewa. Sema amen. 1:20. Acha nikupe ndoto hizi. Biblia inasema Petro wa kwanza 1:20. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani
kwa ajili yenu. Yaani mtu anajulikana tangu zamani, na kabla hata tumboni mwa mama yako haujaingia, mbingu zinajua wewe Helena ni nani. Bwana asifiwe. Amen. Na hata Yesu anakuja alishafunuliwa duniani, wewe umefungwa wapi? Amen. Unatakiwa weje? Amen. Kwa mbingu zinasema tayari huyu anatakiwa katika nchi ajulikane 1 2. Nilisema utambulisho ndio kitu kinachokufanya ujulikane. Amina. Amen. Amina. Bwana sifiwe. Amen. Hatujulikani kwa sababu tunajua kukemea pepo. Amen. Hatujulikani kwa sababu tunajua kuomba. Amen. Hatujulikani kwa sababu tunajua kucheza ngoma za Kijaruo na za Kikuria. Amen. Tunajulikana kwa sababu ya utambulisho. Amen. Sasa usidanganyike mwilini kwamba kuna vitu unatendewa mwilini kwamba ndivyo suruhu ya maisha yako. Suruhisho la maisha yako ni ule utambulisho wa ndani ambao hata kabla mama yako hajakuzaa alishaweka Mungu tayari. Wewe kila mmoja sema una namna unavyotakiwa sasa kuiamuru nguvu ya utambulisho ya kujulikana. Akili yako isikuweke kwenye viuno vya baba yako. Akili yako isikuweke kwenye kizazi cha mama yako. Akili yako ikuweke umetokaje mbinguni, unatakiwa kuwa mtu wa namna gani, na mbingu zinakusemaje. Kama mbingu zinavyokusema, lazimisha jamii kusema vile vile, lazimisha magonjwa kusema vile vile, lazimisha taabu kusema vile vile. Hapo piga kelele, lazimisha kila kiumbe kiniseme vile. Unaona tunavyoenda mbali, na huwezi kupata amani kama haujaenda mbali kimtazamo, haujaenda mbali kineno, haujaenda mbali kimafunuo. Je, watu mnanielewa mama? Kwa mama semeni amen. Familia zetu zitarekebishwa kwa jina la Yesu. Mabinti semeni amina. Na kwambia ubinti wewe utaamua kwa jina la Yesu. Hautaolewa kwenye ndoa kapuku kwa jina la Yesu. Mimi namuona ufalme ndani yako kuliko mama yako alivyokupatia lile jina. Jina lenyewe alilokupatia mama yako ni la bahati mbaya, ni la bahati mbaya. Na nikataa hilo na kuletea jina la mbingu wale wanaotangaza nasema mliitwa kwa majina yenu. Pokea jina kutoka mbinguni, na kuna mtu anapokea kwa imani hapa. Naona ndani yako kuna vitu vinainuka tena, kuna vitu vinafufuka tena, kuna mashamba yanafufuka tena, kuna neema inafufuka tena. Sikiliza, sijui unanielewa vizuri. Huu ni mtazamo. Ona mbali ya mama yako, ona mbali ya baba yako, alafu tumia ule utambulisho. Kabla misingi haijakuweko wewe ulishajulikana. Walisema atazaliwa Kristabela. Wazazi watakosea majina, watampa Doto au watampa Fatuma. Sasa Fatuma, unanielewa eh? Sasa anakuwa ni mtu wa kutumwa tu. Lakini sio mbingu zinavyomtambua. Huo ni uhalisia wa wazazi wawili wanavyomtambua. Sasa yeye ili abadilishe utambulisho lazima aende mbali ng'ambo ya wazazi, na kuombea dua uende ng'ambo ya wazazi kwa jina la Yesu. Uende ng'ambo ya makabila kwa jina la Yesu Kristo. Uende ng'ambo ya ndoa yako kwa jina la Yesu. Uende ng'ambo ya mawazo yako. Kuna watu wanaenda ng'ambo hapa. Nasema uende ng'ambo. Kama unadiriki kusema ninaenda ng'ambo, sema ninaenda ng'ambo. Ng'ambo ya mama yangu, ng'ambo ya magonjwa, ng'ambo ya laana, ng'ambo ya uharibifu, ng'ambo ya kushindwa kusoma. Naenda ng'ambo. Sifuate kelele za Bwana. Ndicho Yesu anakitaka. Unaweza kunielewa? Sasa kama kabla misingi ya ulimwengu haijakuwepo,
ulijulikana. Nafasi ya mama naweza nikaiweka pembeni, nafasi ya baba naweza nikaiweka pembeni, halafu niruhusu ile sasa ya namna mbingu zinavyonisema. Amen. Mbingu zinakutambuaje? Sema amen. Mbingu zina walio duniani nitawalazimisha mpaka waniseme kama mbingu zinavyonisema. Haiwezekani mbingu zikutambue kivingine na dunia ikutambue kivingine. Piga kelele, haiwezekani. Haiwezekani. Kwa niaba ya familia, haiwezekani. Kwa niaba ya ukoo, haiwezekani. Kwa niaba ya nyumbani, haiwezekani. Kwa niaba ya kijiji, haiwezekani. Kwa niaba ya ndoa, haiwezekani. Kwa niaba ya mabinti, haiwezekani. Kwa niaba ya vijana, haiwezekani. Kwa niaba ya eneo lolote ambalo wafalme wameroga, hebu sikia hasira, sema haiwezekani. Rudia kwa sauti, haiwezekani. Rudia tena, haiwezekani. Kwa niaba ya Kishiri, kwa niaba ya Yegeshi, kwa niaba ya Mishimu, kwa niaba ya Bukaga, kwa niaba ya maeneo yake, jiji la Mwanza, kwa niaba ya afya yako, nyota yako, utambulisho wako, kuna kitu kinabadilika ndani yako. Na utaona uso kama unacheza. Usiogope. Mungu anafanya service live. Kuna mtu utaona roho kama inabadilika. Usiogope. Tembea yako baada ya kutoka hapa itabadilika. Ni haiwezekani, naongea nini haiwezekani. Na hata unapoongea haiwezekani. Kwa sababu ng'ambo ya baba yako Mzee Ngoso ni matatizo tu. Unanielewa? Nikienda ukweli, ng'ambo ya ukweli kwangu ni shida tu. Sema nini? Nikienda kwa mama Paulo, yani ndio usiseme. Wakule wote wameweka kituo kwake. Haiwezekani leo. Nini? Utambulisho wake unaonekana. Kimwili sasa hivi anakuambia, "Zamani nilikuwa nafanya, yani watu wote walikuwa wananiona mimi ndio kila kitu." Hivi sasa hivi haiwezekani, umegoma. Amina baba. Watu wa giza wanatumia utambulisho wako. Haiwezekani. Inawezekana ni mimi aliyekuwa kabisa. Inawezekana yule tu hawana ule kwa nani. Inawezekana ni yule mama wa kambo. Tulipofanya ibada ya juzi, nimemaliza nikaiona ndoa moja inaibiwa. Ndoa inafanya nini? Inaibiwa. Of course wanaiba utambulisho wa ile ndoa. Amen. Nini kitatokea hapa? Nini kitatokea hapa? Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie, tunamaliza. Amen. Mungu anapogundua mtu amepoteza utambulisho, sema amen. Amen. Haihitaji nguvu ya wewe ya kawaida. Amina. Inahitaji nguvu za Mungu. Amen. Amina. Jambo alilolifanya Farao kwa wana wa Israeli, aliteka utambulisho wao ili yajulikane. Amina. Sijui kama unanielewa. Yes. Mama, huyo mtoto anakuchanganya sana. Laiti ungejua ungemnunulia kitu ungekuja naye. Hivi mimi nitakusimamisha usikilize ibada kimesema. Anakuvuruga kwenye akili. Hivi ndio unaingia kanisani mtupu, unaenda kanisani tu. Farao alichokifanya, halo? Chukua utambulisho wa wana wa Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli walijiona kama ni watumwa mikononi mwa nani? Lakini Biblia inasema nguvu ya Farao, utawala, ufalme wa Farao
ilikuwa ni nguvu ya uzaliwa wa kwanza. Amina. Hiki kiti alichokuwa anakalia Farao, semeni, kilikuwa na nguvu. Unadhani kwa nini aliamua kuamuru watoto wanaozaliwa na wana wa Israeli wa kiume wote wauawe? Kwenye familia yako mtoto wa kiume ndio nguvu ya familia. Kwenye familia yako mtoto wa kiume ndio nguvu ya nini? Ya familia. Akipigwa mtoto wa kiume, uzao wote kwisha. Unaweza kupiga makofi kama unanielewa. Mtoto wa kiume akiingizwa kwenye ulemavu. Nyinyi wadada kazi mnayo. Amina. Amen. Amina. Biblia inasema kiti alichokuwa anakalia Farao kina nguvu ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo utawala wake, kujulikana kwake, nguvu zake zote zilikuwa katika nguvu ya utambulisho wa wana wa Israeli. Kwa hiyo hawa wakabaki utumwani, wametekwa. Wakabaki utumwani, wamefanya nini? Alafu wa Misri wakabaki wanajulikana. Na amuru kila Misri wa maisha yako apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Mimi ni ndogo sana. Nasema apigwe kwa jina la Yesu. Mungu kwa sauti ya maombi ya Danieli, sema amen. Amen. Danieli akamkumbusha Bwana. Mungu akaangalia akasema, wewe unanikumbusha kwa habari ya nini? Habari yoyote unayoweza ukamkumbusha Bwana, Mungu anaweza kusikia. Inategemeana unamkumbusha Bwana kwa habari gani. Danieli yeye hakuwa na shida, lakini akapiga magoti akamkumbusha Bwana kwa habari ya wana wa Israeli ambao utambulisho wao umeondolewa kule Kanani, umepelekwa kule Misri. Amen. Arudia tena. Utambulisho wako unapoondolewa kwenye eneo lako, unapelekwa eneo lingine. Amen. Kwa hiyo utakuwa mtumwa wa magonjwa, utakuwa mtumwa wa balaa, utakuwa mtumwa wa mikosi, utakuwa mtumwa wa madeni, pamoja umeokoka. Kwa nini? Utambulisho wako umewekwa kule. Danieli akiwa anamkumbusha Mungu kwa habari ya wana wa Israeli. Nakuombea dua kwa Mungu. Habari yoyote ulio nayo, anza kumkumbusha Mungu kwa jina la Yesu. Naangaika. Naona ulemavu juu ya watoto wa kiume. Naona ulemavu kwenye familia juu ya watoto wa kiume. Muase, shetani amepiga nguvu ya watoto wa kiume. Naona ulemavu juu ya watoto wa kiume. Zimezimwa ile nguvu ya utambulisho wa watoto wa kiume. Wameanza kuzalisha vita. Wanazalisha vita. Wanazalisha vita. Na kuombea neema ya Mungu. Umkumbushe Bwana juu ya hiyo habari. Hautapata msaada. Sema amen. Kwa habari hiyo lazima tumkumbushe Bwana. Hebu sema kwa jina la Yesu. So Mungu kwa hasira yake akakumbuka, akamtuma Musa, akamwambia, nataka wanangu warudi kule. Kiswahili chepesi, nataka utambulisho wa Edina urudi kwake. Nataka utambulisho wa Malele urudi kwake. Manake sasa inatosha watu wa giza kuutumikia. Ninataka utambulisho wa Hamungu urudi kwake. Nataka utambulisho wa Rozi urudi kwake. Nataka utambulisho wa Musa urudi kwake. Sasa nyinyi watu wa giza inatosha.
Farao aliendelea kusumbua. Unaweza kunielewa kabisa? Unaweza kunielewa? Unanielewa vizuri? Mungu mwenyewe akaamua kuamuru malaika. Mungu akiamuru malaika, mizinga yake haitoshi. Na leo tutairusha mizinga kwa jina la Yesu. Akiamuru malaika, sema amen. Ni afadhali nije mimi Kapanga. Kwenye kijiji hiki cha Kishigi ni afadhali nije mimi Kapanga. Kwenye Tanzania hii ni afadhali mimi nije Kapanga. Usiombe mizinga ya malaika. Na mimi nasema kuanzia leo hii nitainua malaika wasiokuwa wa kawaida. Watadondosha mizinga kila eneo kwa jina la Yesu Kristo. Wataamuru mizinga kila eneo kwa jina la Yesu Kristo. Hautabaki kama ulivyo kwa jina la Yesu Kristo. Hautaendelea kuchechemea kwa jina la Yesu Kristo. Nasema malaika aanze kutembea juu yako. Malaika aanze kuikia juu yako. Malaika aanze kuikilia familia. Yule malaika aliyetokea kule Misri akaangamiza jeshi la Farao, akaangamiza jeshi la wachawi, akaangamiza jeshi la wachawi. Magari ya Farao yakaangamia, na farasi wa Farao wakaangamia, na shujaa wa Farao wakaangamia. Nasema hivi, wazaliwa wote wa kwanza waliangamiwa kule Misri. Itakavyokuwa sasa, kila mtu wa giza aliyechukua utambulisho wako lazima ataangamia kwa jina la Yesu. Lazima wataangamia. Malaika ruhusu mizinga kwenye familia yake. Malaika ruhusu mizinga kwenye ukoo wake. Malaika ruhusu mizinga kwenye maisha yake. Hebu malaika nenda kama ulivyoenda wakati wa Misri. Nenda tena sasa. Atakuambia malaika, malaika nenda. Mwambie malaika nenda.